Mfungo wa Kwaresma ni kipindi cha siku 40 ambacho Wakristo wanakitumia kwa ajili ya toba, sala na kujitakasa kiroho, wakijitayarisha kwa maadhimisho ya Pasaka ambayo ni kumbukumbu ya kifo na ufufuko wa Yesu Kristo. Kipindi hiki kina asili yake katika maandiko matakatifu na mapokeo ya kanisa la kale. Asili ya mfungo wa Kwaresma inaweza kufuatiliwa kutoka katika desturi za Kiyahudi na mafundisho ya Yesu Kristo mwenyewe. Katika maandiko matakatifu tunakuta mifano ya watu waliokuwa katika kipindi cha siku 40 za kufunga na maombi pia. Mfano, Musa alifunga siku 40 alipokuwa mlimani kupokea amri 10 kutoka kwa Mungu. Kutoka 34 mstari wa 28. Elia alifunga kwa siku 40 alipokuwa safarini kuelekea mlima Horebu. Soma kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 19 mstari wa 8. Yesu Kristo mwenyewe alifunga kwa siku 40 jangwani kabla ya kuanza huduma yake hadharani, Mathayo 4 mstari wa 2 na Luka 4 mstari wa 1 mpaka wa 2. Kwa kuiga mfano wa Yesu Kristo, kanisa la kale lilianza kuweka utaratibu wa kipindi cha mfungo wa siku 40 kabla ya Pasaka. Katika karne za kwanza za Ukristo, Wakristo walikuwa na utaratibu wa kufunga kwa siku chache kabla ya Pasaka. Lakini polepole utaratibu huu ulipanuka kwa siku 40. Karne ya pili, baadhi ya Wakristo walifunga kwa siku 2 au 3 kabla ya Pasaka. Na karne ya 3 pia, kipindi cha mfungo kiliongezwa na baadhi ya maeneo ya Kikristo yalianza kufunga kwa wiki moja. Katika karne ya 4, kanisa lilihalalisha rasmi kipindi cha mfungo wa siku 40 kabla ya Pasaka, kikiiga siku 40 za Yesu Kristo pale jangwani. Na Baraza la Nikea mnamo mwaka 325 baada ya Kristo lilithibitisha rasmi Kwaresma kama kipindi cha siku 40 cha toba na maombi. Mfungo wa Kwaresma huanza Jumatano ya Majivu na kuendelea kwa siku 40 hadi Pasaka. Hapa siku za Jumapili hazihesabiwi kwa sababu ni siku za kufurahia ufufuko wa Yesu Kristo. Hii ni siku ya kwanza ya Kwaresma ambapo waumini hupakwa majivu kwenye paji la uso kama ishara ya toba na unyenyekevu. Majivu haya hupatikana kwa kuchoma matawi yaliyotumika Jumapili ya matawi ya mwaka uliopita. Katika kipindi hiki waumini wanahimizwa kufanya mambo yafuatayo: 1. Kufunga na kujinyima anasa fulani. 2. Kusali zaidi na kufanya tafakari ya kiroho. 3. Kufanya matendo ya huruma kama kusaidia maskini na wagonjwa. 4. Kutubu dhambi na kuungama. Na baada ya hayo yote, wiki kuu huanza na Jumapili ya matawi na kumalizika Pasaka. Jumapili ya matawi. Hii ni kumbukumbu ya Yesu Kristo kuingia Yerusalemu akiwa amepanda punda, huku watu wakimkaribisha kwa kutandika matawi ya mitende. 2. Alhamisi Kuu. Ni siku ya kumbukumbu ya karamu ya mwisho ambapo Yesu Kristo aliweka sakramenti ya Ekaristi Takatifu na kuosha miguu ya wanafunzi wake kama ishara ya unyenyekevu. 3. Ijumaa Kuu. Hii ni siku ya kumbukumbu ya mateso na kifo cha Yesu Kristo msalabani. Wakristo wengi hufanya ibada maalumu kama njia ya msalaba na kufunga kwa ukali zaidi. 4. Jumamosi Kuu. Siku hii ni wakati wa kutafakari katika utulivu, ikiashiria Yesu Kristo akiwa kaburini kabla ya ufufuo wake. Na mwisho ni Pasaka. Siku ya Pasaka ni kilele cha mfungo wa Kwaresma
ambapo Wakristo husherehekea ushindi wa Yesu Kristo dhidi ya dhambi na mauti kwa ufufuko wake. Ambapo Wakristo husherehekea ushindi wa Yesu Kristo dhidi ya dhambi na mauti kwa ufufuko wake. Ibada za Pasaka hujawa na shangwe, nyimbo na sherehe za matumaini mapya. Kwa nini Wakristo wanasali siku ya Jumapili na sio Ijumaa au Jumamosi? Swali hili nimekuwa nikiulizwa sana. Sasa basi Wakristo wengi wanakutana kwa ajili ya ibada kuu siku ya Jumapili kwa sababu ni siku ya ufufuo wa Yesu Kristo. Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili. Mathayo 28 mstari wa kwanza na Marko 16 mstari wa pili, Luka 24 mstari wa kwanza na Yohana 20 mstari wa kwanza zinaelezea. Lakini pia ni mapokeo ya kanisa la kale. Katika Agano Jipya Wakristo wa kwanza walikusanyika siku ya Jumapili kwa ajili ya kumega mkate na kusali. Matendo 20 mstari wa 7 na kitabu cha kwanza cha Wakorinto sura ya 16 mstari wa 2 vimeelezea. Lakini pia kukamilika kwa Agano Jipya. Wakati Wayahudi waliadhimisha Sabato siku ya Jumamosi, Wakristo waliona Jumapili kama siku mpya ya ibada na ushindi wa Kristo dhidi ya mauti. Lakini pia ushuhuda wa mababa wa kanisa. Mababa wa kanisa kama Ignatius wa Antiokia na Justin Martyr walithibitisha kuwa Wakristo wa karne ya kwanza walikusanyika Jumapili kwa ibada. Hata hivyo, baadhi ya Wakristo kama Wasabato bado wanaadhimisha ibada siku ya Jumamosi wakifuata Agano la Kale. Lakini kwa Wakristo wengi Jumapili ni siku takatifu ya ibada. Mwisho, mfungo wa Kwaresma ni kipindi muhimu kwa Wakristo wa madhehebu mbalimbali. Lengo lake ni kuandaa waumini kwa maisha mapya ya kiroho kwa njia ya toba, sala na matendo ya huruma. Hii ni safari ya kiroho inayoanza Jumatano ya Majivu, ikipitia mateso ya Kristo hadi kusherehekea ushindi wake kupitia ufufuko wa Pasaka. Mfungo huu ni nafasi kwa waumini kujirekebisha na kuimarika kiroho, wakiunganika zaidi na Mungu na kufuata nyayo za Kristo. Pia maadhimisho Jumapili kama siku ya ibada yanaweka mkazo katika furaha ya ufufuko wa Kristo. Ndio maana Wakristo wengi huiheshimu na kuadhimisha kwa ibada kuu. Mimi naitwa Ananias Edgar.